ya kombe la shirikisho barani Afrika, kwa sababu lengo kubwa lilikuwa ni kutoka hatua ya robo finali kwenda hatua ya nusu finali, kwa sababu mlishachoka kucheza robo. Tuanzie hapo kwanza. Mmekosa kombe mkiwa nyumbani. Sisi hatukuchoka isipokuwa Hamkuchoka isipokuwa ilikuwa bahati mbaya tu. Sisi kufungwa kwenye finali, lakini haikuwa malengo yetu. Tumefungwa kwa bahati mbaya, na pia ukichagiza maamuzi yaliyofanyika pale sio ya CAF, yalikuwa ya mtu binafsi. Ndio maana wamepata matokeo. Vipi yani mtu binafsi? Referee hakuwa fair. Sio marefari wale waliotuchezesha mechi za mitoano. Na hapo palipotakiwa sisi kupata haki yetu alikuwa anatunyima. Akiambia kwenye VR anasema nishaangalia hiyo inatosha tu, anafanya anavyotaka. Kwa hiyo ikawa ngumu. Na sisi hakutaka kuanza kubishana naye kwa sababu yeye ndio muamuzi pale. Lakini mlikuwa nyumbani na mlitamba sana kwamba kombe safari hii litabaki. Matokeo yake mmelitia aibu taifa. Sisi tulikuwa nyumbani, lakini ninachokueleza iliyosababisha hayo yote maamuzi mabovu ya refarii. Waliochezesha mechi za mitoano ndio walikuwa marefarii bora, sio yule. Yule alikuja kuharibu mechi hizi. Hii mechi ya mwisho kaiharibu. Hakuchezesha inavyotakiwa. Angechezesha inavyotakiwa mpira ule na kuhakikishia kabisa wale walikuwa tunakwenda kwenye matuta kwenda kuang'oa kabisa. Kwa hiyo unatamani kwamba refarii ungetamani ingekuwa hata risasi au Kefa Kayombo? Sio risasi, wale marefarii wanaopanga CAF wako marefarii bora kabisa, kwa sababu ukiangalia huyu refarii kisha laumia na maeneo mengi. Timu nyingi zimeshamlaumu kwa sababu ya udhaifu wake yule. Inaonekana mnategemea sana marefa, na ndio maana mmekuwa mmepiga kelele sana kwenye ile finali. Refa amewaumiza. Refarii ndio kila kitu. Yeye ndio mwenye maamuzi ya mwisho pale, hakuna mtu mwingine. Akisema rudisha huku. Kwa hiyo refarii akiwa hakufanya vizuri, mpira unaharibika. Tufanye hivi, 2-1, mechi imeisha, kombe anachukua nani? Anachukua Berkane. Lakini sisi tulishasawazisha, kwa sababu ule mpira ulikuwa kugombania goli. Gombania goli ndio mpira uliochezwa jana pale Misri. Ilitokea kama hizo. Piga nikupige. Alafu unasemaje kwamba ukaotea? Wakati tumeruka wote na yule mchezaji yule aligusa ule mpira kabla Mkwala hajafunga. Ameanza kugusa yeye. Mkwala aliruka juu zaidi. Sasa kutokana na maamuzi mabovu kawabeba wale, lakini na kuhakikisha kabisa ile ilikuwa kishasimama pamoja na kubadilishiwa uwanja. Tumeshuhudia Simba ikibebwa sana kinufaika na makosa ya muzi. So kilichotokea mechi na Fountain Gate pale KMC, Fountain Gate wakaamua kuja sasa kuwalipizia uwanjani bila kutegemea matukio ya penalti. Kwanza imeumiza kiasi gani kuto kusonga mbele kombe la CRDB? Maana tayari mlikuwa mnahitaji makombe mengi kukusana kabatini msimu huu, lakini mpaka sasa hivi mna zilo ikiwa mtani wenu tayari ana finali na ana makombe mawili kwenye kabati lake. Asante sana. Sisi hiyo kwanza mimi nakataa mambo kusema kwamba tunabebwa. Hiyo sio mpira. Hatuwezi sisi kubebwa kuanzia mechi ya kwanza mpaka mwisho. Ina maana sisi hatuchezi. Ina maana sisi hatuchezi, tumesimama tu uwanjani tunasubiri refarii tubebe. Sio kweli. Haya ni maneno tu ya propaganda ya maadui zetu kusema kwamba sisi tunabebwa. Maana Simba inaonekana akishinda haruhusiwi kushinda. Ila wakina fulani wakifunga walifunga halali. Lakini vitu vingine vinaonekana viko wazi kabisa. Sasa ngipiga filimbi. Aliyemzuia kupiga filimbi nani wakati yeye yuko pale? Aliyemzuia nani? Angepiga filimbi wapi penalty. Lakini hawezi kupiga filimbi kama penalty haikuna. Wachezaji wana hila nyingi. Kujiangusha ndio imekuwa ujanja. Akiguswa tu anajua kabisa hapa ili eneo la 12 kisha anguka. Hakuchezea rafu. Sasa huyo inakuwa sio mpira. Sasa refarii anakuwa anaangalia na yeye, anaangalia hii kweli kakanyagwa huyu. Kwa hiyo sio kweli, mimi nakataa kusema kwamba sisi tunabebwa. Mzee wangu, tumeshuhudia mechi nyingi za Simba akicheza
mechi inapoisha mjadala mkubwa unakuwa mwamuzi, lakini mechi ya juzi hakukuwa na mjadala kuhusu mwamuzi. Mjadala uliokuwepo, soka safi limepigwa, Alajiga amenyooka. Yule ndo watu wanasema yule ndo refa FIFA na mwenye viwango sahihi vya kuchezesha mechi mbalimbali za ligi kuu. Sisi huyo referee sio mara yake ya kwanza kuchezesha sisi mechi. Kwenye ligi hii na mchezo mechi na sisi mechi nyingi tu. Na sisi tumeshinda na yeye yupo humo. Ndio sisi tunachosema kwamba mechi ya juzi wachezaji wamechoka. Hatumlaumu kocha, hatuwalaumu wachezaji wetu. Na wala hatumuogopi mtu. Sisi tumechoka, tumecheza mechi ngumu, tunakaa siku mbili tunacheza, siku mbili tumecheza. Mtaniona unasema mmekula chocho kwa sababu mnaogopa. Haina shida, sisi tunasema sawa tumeogopa, lakini mimi tutakamatana tarehe 15. Sasa aone kama sisi tutamuogopa. Hakuna shida. Sisi huko kama nasema tumekimbia, haina shida. Tutakutana tarehe 15. Si ndio tutacheza ligi? Ndio tutakutana hapo. Wao washasema wachezi kwa sababu kinachotakiwa ufafanuzi mpaka sasa hivi wanapaswa wajiwajibishe, hawajajiwajibisha. Hawajui wanarudi kucheza dabi ya nini. Nasema hivyo na asilalamikie hivi vitu vidogo vidogo. Fact inayosimamia mpira wa nchi hii. Wameshatupa ratiba. Tukamate hiyo ratiba, tukamatane mimi na yeye. Tusikimbie Zamalek, tusikimbie Al Ahly, tuikimbie Yanga. Yanga tunakutana nani? Nani mlitoka Nduki lakini? Tulitoka wapi? Sheria lazima zifuatwe za mpira. Unapotaka kucheza mechi, lazima upewe nafasi ya kucheza mazoezi siku moja kabla ya mechi. Hata usipofanya mazoezi sheria inasema usipofanya mazoezi hauruhusiwi, mechi inapaswa ichezwe. Wa kuwajibika aliwazuia kufanya mazoezi, huyo atapewa adhabu, lakini mechi haikuchezwa kwa siku ile kwa sababu iligalishwa muda tule na ndio siku ya mchezo. Mimi sijasikia ratiba hiyo ya kusema kwamba sio lazima ufanye mazoezi. Haya maneno unazungumza wewe. Ni kwa kanuni ipo. Lakini mipira yote inayochezwa duniani lazima mgeni afanye mazoezi. Sasa leo unasema kwamba hii nani, sio kweli. Umeona Manchester United wanaenda kufanya mazoezi kwenye uwanja wa Liverpool siku moja kabla mchezo? Akataa mwenyewe, lakini sheria ipo. Shukrani sana. Akataa mwenyewe. Asante sana.